Unaona mazuri eh? Alia ni mtoto wangu mimi. Nimemweka tumboni miezi 9. Nimemzaa mwenyewe, nimemkuza mwenyewe mpaka alipofikia. Huo uchawi umekuja kuona wewe? Hau wewe umetoka huko kijijini umemletea uchawi mtoto wangu? Maana nyinyi hamchelewi. Umetoka huko kijijini, umeona sijui nini, mara mwanangu mchawi. Hivi wewe unajielewa kweli Joy? Dada kweli, Alia ni mchawi. Nielewe. Nasemaje unajielewa? Joy, yaani katika vitu ambavyo leo umenikwaza, hicho umenikwaza Joy. Na sitapenda tena kusikia hiyo kauli yako. Yaani umetoka huko tu from nowhere Alia mchawi. Wewe tena usio umetoka kijijini huko na uchawi wako ukampachika mwanangu afu anze kusema mwanangu mchawi. Dada nini? Kumbe nini? Kuniambia hivyo mimi. Sasa nini? Mimi miaka yote nakaa na Alia mle ndani nisijue kama mchawi, wewe ndio uje ujue mchawi. Joy sipendi. Sipendi hiyo tabia Joy. Dadangu, najua huwezi ukaniamini. Ila ukitaka kuamini, jaribu kumpigia magoti Mungu wako. Muombe Mungu wako akuonyeshe, akupe ile roho ya ndani. Akupe roho, nuru ikuingie ndani yako. Utaona mwanao ni mchawi dada. Siwezi kumsingizia. Kelele Joy. Yaani katika siku ambazo umenikwaza, leo umenikwaza. Na ningejua kama unakuja kuniambia upuuzi, nisingekuja. Mjinga mmoja wewe. Eti Alia mchawi. Au wewe ndio mchawi? Maana anasema ukimjua mchawi mnaangana, basi nawe ni mchawi. Dada. Ndio. Unakuwa hivyo dada? Ni mchawi ndio. Umemjuaje Alia kama mchawi? Ukimjua mchawi siku zote mnaangana naye Joy. Usikatae. Joy, ukitaka tukosane mimi na wewe, endelea kuongea upumbavu wako huko. Mjinga mkubwa wewe. Tena naweza nikakunasa makofi hapa pumbavu wewe. Mambo nisamee kama nimekosea, ila nimeongea kitu ambacho kipo. Eti Alia mchawi. Wewe tena ushike adabu yako Joy. Nitakufukuza mchana kweupe. Babu, usinipotezee muda wangu mbwa wewe. Mungu, hebu msaidie dada yangu. Yupo katika kiza kinene. Nuru yako ihusike kumponya dada yangu. Maana wewe ndio unayejua. Alia, asubuhi tu unazurura. Haya, unaenda wapi? Nilikuwa nakufuata wewe. Unaenda wapi? Haya, ulikuwa unasemaje? Kwani umemwambia mamangu kwani mimi ni mchawi? Kwani uongo? Kwani umemwambia mamangu kwani mimi ni mchawi? Na mimi nimekuuliza kwani ni uongo? Wewe sio mchawi. Sasa wewe mbako utakukuta jambo. Na ushindwe kwa jina la Yesu. Najua Mungu yupo atanisaidia. Hakuna chochote kitakachonipata. Sasa utaamba pale nyumbani. Pale nyumbani siondoki na wala hata sitoi unyayo wangu kuondoka kwenda kokote. Maana najua Mungu wangu yuko atasimama na mimi. Maana aliweza kusimama na Adamu na Eva, aliweza kusimama hata na yule Yakobo alimsimamia. Sawa? Na mimi atanisimamia pia. Kama alivyomsimamia Yakobo, na mimi atanisimamia pia. Kwa hiyo utashindwa kwa jina la Yesu. Sasa wewe unijui vizuri. Vipi dogo? Salama. Mambo yanaendaje? Wema. Mambo yanaenda salama kabisa. Nilipita kwa mzee nani pale akaniambia kwamba unaniulizia. Nilikuwa nimepita mitaa pale nyumbani kwako. Nikaa nimekuona bali nikasema ngoja nikuulizie kwanza. Sasa nilipokuulizia nikaambiwa kidogo umetoka. Sasa ndio nashukuru mwenyewe Mungu kwanza nimekutana na wewe hapa. Mimi taarifa zako nilizipata kwamba unanitafuta. Sasa nikashangaa kuna tatizo gani tena? Wewe umekuwa kama bado tumekutana hapa. Issue nini? Issue bwana jirani, mimi kwanza kuna swali nataka kuulize. Ndio.
Kuna swali nataka nikuulize, maana kuna vitu naviona, kuna mtoto unaishi naye pale nyumbani kwako pale. Ndio. Ni kweli. Mtoto jinsi unaishi naye kwa sima jinsi tunavyoona. Kale katoto bwana unavyoishi nako mimi hapa naona kama yani kuna unyanyasaji fulani hivi unaendelea pale. Yule mtoto anapata yani matunzo ambayo sio kama wazazi. Haswa wewe hapo. Kidogo naona kama kuna nani fulani hivi unamwekea mtoto kama kinyongo. Umesema kama kuna unyanyasaji? Yeah. Yaani mimi sio kama namnyanyasa, ila namlea kwa namna ambavyo anastahili kulelewa. Unaona? Labda nikueleze kweli tu. Mimi yule sio mtoto wangu. Yaani yule mtoto mimi nilimkuta na mama yake. Unaona? Yule mwanamke mimi nilionana naye nikamuelewa. Unaona? Nikaoa. Lakini nilikuta tayari ana mtoto. Yaani tayari alishabeba mbegu za mtu mwingine. Kwa hiyo kile kiumbe unachokiona pale sio cha kwangu mimi, ni cha mtu mwingine. Nafanya tu hisani kama vile nakifadhili tu pale nakilisha na nini hivyo. Lakini sio mwanangu. Sio mtoto wako. Sio mwanangu mimi. Jirani samani hapo. Naomba nikuulize swali moja. Kwani wakati unampenda yule mwanamke alikwambia kwamba ana mtoto? Aliniambia kabisa. Sasa kama alikwambia ana mtoto jirani, kwa nani sasa hivi navyo maisha sasa hivi. Unajua tunavyoishi na watoto sasa hivi ambao labda ukuta mtoto yuko sio kwako, labda ni wa mama, labda mtoto ni wa baba, sio wa mama. Kwa hiyo pale unamtengenezea maisha fulani hivi ya kufanyaje, ya kumlea. Sijui mnielewa. Kwa hiyo pale unaangalia kwamba kuna mtoto wako baadaye utakuja kumzaa. Kuna maisha sasa hivi na kuna maisha ya baadaye. Sijui mnielewa jirani. Sasa unapomnyanyasa mtoto wake vile, yeye mwenyewe cha kwanza unamharibu kisaikolojia. Alafu mtoto wako baadaye wewe utakuwa tuseme labda upo duniani. Umeaga dunia. Mtoto wako naye atakuja atatendelewa vile vile, maana wanasema malipo ni hapa duniani. Sijui umenielewa? Kwa hiyo mimi nilikuwa nakuomba, sio kwa ubaya jirani. Nilikuwa nakuomba jitahidi kidogo kumnani mtoto, kumpa kidogo amani. Sijui umenielewa? Maana unapomfanyia vile unakuwa unamharibu saikolojia. Sijui umenielewa jirani? Mimi nimekuelewa. Unaona? Lakini unajua wewe bado mdogo sana. Maisha bado hujayajua. Hasa katika swala zima la utafutaji. Wewe bado hujalijua. Unaona? Unajua ni kweli yule mwanamke mimi nilikuta na mtoto. Na nilimwahidi kwamba yule mtoto tutaishi naye vizuri na nitamlea kama vile mtoto wangu mwenyewe. Lakini tuko kama wanaume, woga tuna zile gia zetu za ushawishi. Wewe unafika kama mimi ningemwambia ukweli kama huyu mtoto mimi simtaki, yule mwanamke mimi ningenikubali? Asingenikubali. Unaona? Kwa mimi nikatumia gia zangu za kiwanaume, kumshawishi yule aingie kwenye target. Sasa mimi hebu jiulize, mimi nitaleaje mtoto ambaye sio kwangu? Yaani ile kiuhalisia kabisa. Nitahudumiaje mimi damu ambayo sio ya kwangu? Mwenye damu yake, mwenye mbegu yake yuko wapi? Yeye kakaa ukapiga show kamaliza, afu mizigo anawasusia watu wengine ndio hangaike nayo. Hivi na kuingia kilini kweli hiyo? Yaani atoe hata 100 ya matumizi kwa ajili ya ule mtoto. Yaani ule mtoto ule kuanzia chakula, mavazi, akiumwa, shule, kesi za shule. Tena shuleni analala sana huko. Kila siku mimi napigiwa simu na walimu pale. Unaona bwana, mashtaka kuhusu ule mtoto. Yaani kila kitu nasimamia mimi. Sasa mimi nanihusu nini? Nimemzaa mimi, la kwangu mimi yule. Angalau basi huyo baba yake naye kidogo angekuwa anachangia. Changi chochote. Yaani kapiga show kishamaliza huyo. Katimka. Sasa hii mizigo kama yote mizigo yote ya nini sasa? Yanibebesha mizigo ya nini? Mimi sasa nikapenda mtoto ambaye mimi sio kwangu. Wewe angalia hata kuku. Kuku kama kifaranga sio cha kwake anakidonoa kweli kweli yani. Sasa wewe kuku anakushinda akili, rafiki yangu, angalia hata kuku anakushinda akili. Unakuja kuongea upuzi kama huo rafiki yangu. Alafu wengine usiniulize mambo jinga kama hayo. Yaani umekaa umeangalia kabisa yaani unatuma na watu kabisa mkimuona sijui mimi mwambie namtafuta, ujinga yote akoniambia ndo kama huo rafiki yangu. Uko sikuingilia maisha ya watu huko. Wewe una kazi za kufanya? Unayo Sasa mimi nataka nikuongezea kazi nyingine. Pale nyumbani kwangu pale mimi nafuga kuku pale. Sawa? Wanakuja kunywa sana bandani pale. Siku moja hebu njoo fagia mule ndani. Sawa? Acha kufuatilia maisha ya watu. Wewe bado mdogo sana wewe. Angalia vitu vya maana vya kufanya. Sio unafuatilia maisha ya watu wewe. Sio kwa ubaya jirani. Ndio maana nyie ndio mnaitwa kama mume bwege ndio nyie. Utaleaje mtoto ambaye sio kwako? Lamek. Ambos. Nimekupigia simu urudi ofisini uje uanze kazi
kwa sababu tumekaa kama ofisi, lakini pia kampuni imefanya uchunguzi na umegundulika huna hatia. Hiyo ofisi imeamua kurudisha ofisini uendelee na kazi. Wow. Asante sana bosi. Hizo ni habari njema sana kwangu. Karibu, lakini pia mshukuru sana Mungu. Mshukuru sana Mungu kwa sababu kuna mtu amepambana sana, amekupigania sana ubaki ofisini, urudi ofisini. Kwa mshukuru Mungu kupata watu wa kupigania. Mimi sina cha zaidi bosi, zaidi ya kusema nashukuru Mungu sana kwa sababu huko mtaani ni pagumu sana. Familia iko ishaanza kupoteza direction tayari. Pia nisiwe mchoyo wa fadhila. Na najua tuna staff wengi sana hapa kazini. Wote hawezi kuwa wabaya. Kuna wazuri na wabaya. Kwa hiyo najua kuna watu wamenipambania ili nirudi kazini hapa. Kwa hiyo nifikishie shukrani zangu kwao. Hata akiwa ni mmoja, mwambie namshukuru sana. Namshukuru sana, awe na moyo huo wa pekee. Pia Mungu ambariki sana, amzidishie pale anapotoa. Amen. Nashukuru sana. Basi wana familia tayari ilikuwa ishaanza kupoteza mwelekeo. Ni kweli. Mwanaume ukikosa kazi, ukiwa una pesa, familia inakwenda mrama, lakini utadharaulika sana. Thamani yako itashuka to the maximum. Sawa. Lakini jitazame ulivyo sasa, kabla sija kusimamisha kazi na kabla hujaanza kazi. Ulikuja ukiwa kama fara, huna mbele, huna nyuma, mchafu, uelewi uanze wapi uishie wapi. Kampuni ikakuingiza ndani, ikakubeba, ikakupa kazi, ukaanza kuishi vizuri, ukapendeza. Lakini makosa madogo yakakurudisha kule ulipotoka. Jitazame sasa hivi, mrudi kwenye ule ufala tena. Tumekurudisha kwenye kazi, ukafanye kazi, kapigane kweli kweli. Sawa? Usikosee tena, hakuna atakaye kurudisha. Mimi nashukuru. Mimi bado nabaki kusema nashukuru sana. Pale ambapo niliteleza nitajirekebisha. Lakini na kuahidi nitafanya kazi zaidi na zaidi. Kwa bosi, kazi iendelee tu. Okay. Utapitia kwa secretary. Sawa. Utakupatia nauli ya kurudi nyumbani, lakini atakupatia nauli ya kuja kazini kesho. Kuhusu hizo siku zingine, kesho ukifika ofisi itakuangalia utaratibu. Sawa. Sawa. Lakini utapatiwa na jezi mpya hapo. Najua zile ushazitumia nyumbani. Utapatiwa jezi mpya na maelekezo mengine nimeshampatia secretary. Sawa, nashukuru sana. Karibu. Nikachukua secretary pale atanipa maelekezo mengine. Atakupatia uniform mpya, atakupatia fedha ya nauli ya kuondokea nyumbani, na atakupatia kurudi kesho ofisini na vitu vingine pale nimeshampa maelekezo muda mrefu. Asante bosi. Karibu sana. Asante. Si wanaume wa ajabu. Kwenye hii diary kuna majina ya watu nimeandika huko jana usiku wa oda gari zao. Hakikisha unazitype vizuri na kuzisave kwenye system. Sawa? Sawa. Mimi ofisini nitafika baadaye. Siwezi kuingia huko juu saa hizi. Kuna barua ya Lamek. Iko ofisini kwangu pale. Nilishaiandaa. Nitakuja ofisini. Kwenye ile barua utampa some, kuna maelekezo yake yote. Lakini hiyo siku kuna wafanyakazi walikuwa wanalalamika kwa mwezi wangu mshahara umechelewa. Sasa sijui leo nalichukuliaje. Nadhani tutaongea kwa sawa. Sawa. Siwezi nikajibu saa hizi. Alafu waambie wanakulalamika wanapata nini bwana. Sawa. Mke wangu, kwanza naomba unisamehe kwa yote yaliyotokea.
hapo katikati amepita mambo mengi sana ambayo yalipelekea nyumba yetu kuharibika kabisa. Yaani imefikia tu hata maelewano imekuwa ni shida ndani. Lakini tumekaa chini, tumefikiria na mimi na familia yangu, mama akasema hapana. Ili swala nitakiwa lifanyie research kwa kina zaidi mpaka ajue ukweli ni kitu gani ambacho kinaendelea. Je, ni wewe mke wangu mwenyewe ndo mbaya au kuna tatizo lingine? Lakini tukuje kugundua wewe mke wangu sio mtu mbaya. Sio mtu mbaya kabisa kwangu. Ni mtu ambaye unanipenda vibaya mno. Ni mtu ambaye unatamani maendeleo ya nyumba yetu. Ndicho ambacho nimekuja kuthibitisha sasa hivi, ambayo mambo yote kuna yaongea kipindi hicho. Nimegundua unanipenda sana kupita maelezo. Kwa sababu mama alivyoenda huko kwa wataalamu kuhangaika na nini, kifupi tumehangaika kweli. Lakini nimekuja kujua ukweli mpaka kwa mchungaji. Amekuja kuniambia mke wako hana tatizo kabisa. Tatizo ni mimi mwenyewe. Na mimi tatizo hilo ni kuna mtu aliniomba msaada wa kipesa, nikampatia. Yaani mtu tu barabarani tu nikampatia. Chanzo ndo kikaanzia hapo. Yaani kumbe yule mtu ambaye nilimpatia pesa ni anachoma ulete. Kwa hiyo sasa ile pesa akaenda kuifanyizia hivyo. Kwa hiyo riziki yote ambayo naipata mimi ilikuwa lazima iende kwake. Mume wangu, inawezekanaje? Ndio inawezekana. Si tulikuwa na kitu weka hela ndani zinapotea. Na mimi niliamini kabisa mchawi wangu ni wewe huko ndani. Ndio. Na mimi mume wangu ifika hatua sana nikaona nimwachie tu Mungu. Sasa mwanaume kila siku mimi nakuibia hela. Na ukiangalia mimi hela sijai kukuibia. Ikafika hatua kaona tu nimwachie Mungu. Aisee, namshukuru Mungu. Ameweza kumuonyesha mbaya zaidi kabisa. Yaani mke wangu hata ungekuwa ni wewe. Wewe ungekuwa ni mimi. Bado pia ungeamini hivyo hivyo. Kwa sababu inawezekana kinaweka hela leo, asubuhi hakuna hela. Na ndani hajaingia mtu yote. Tunayelala ni mimi na wewe huko ndani. Zinaenda wapi? Kumbe maskini ya Mungu kuna mzee mmoja tu huyo anabeba pesa zangu. Sababisha mimi naingia kwenye madeni, anasababisha mimi nafukuzwa kazi, anasababisha nagombana na ndugu jamaa na marafiki. Na ninavyokupenda mke wangu eti amenigombanisha sana na wewe. Mimi Mungu tu kwa kweli ashukuriwe Mungu. Yaani huwezi amini nimeitwa hata kazini huko. Nimerudishwa kazini. Kwa kweli umerudishwa kazini kirahisi. Nashangaa naambiwa tu endelee na kazi. Yaani hata makosa sijui yalitokea wapi. Kweli uchawi upo. Upo wa kutosha, tumtegemee sana Mungu. Uchawi upo na Mungu yupo. Kwa mke wangu sasa hivi natamani na nahisi tutaishi maisha furaha kama ya awali. Yaani hapa hadi hamu za kulala mchana zinakuja tukalala basi. Twende bana. Mimi kwanza nipende kutoa shukrani zangu za dhati kwa wewe kuweza kuitikia wito wangu. Sawa. Unajua siku zote katika maisha mtu ambaye anakushauri jambo zuri na ukaona kabisa matunda yake. Yaani huyu mtu anakuwa mtu wa maana sana. Yaani wewe ni zaidi ya ndugu. Sawa? Ndio. Yaani ulinishauri kitu kizuri sana. Unajua mimi nilihangaika sana kwa waganga wa kienyeji huku. Yaani nimehangaika sana, watu wamenitapeli sana. Yaani unajua siku ile yule mchungaji anakuja pale nyumbani. Kwanza nilikuwa na wasiwasi. Wasiwasi wa nini? Nikasema leo hapa kitawaka. Asije mchungaji akapigwa kimbola hapa ikawa balaa. Hapana, yule mchungaji anaaminika sana pale kazini kwetu na anaombea watu wanapona. Ndio maana nikaamua kumleta nyumbani. Ndio. Basi alipoanza yale maombi pale, mambo yanakuwa mazuri. Ni kweli. Alianza kufanya maombi pale, yule mchungaji alifanya maombi. Naona kabisa yule mtoto anaweweseka, utazani anaungua moto. Unaona, kumbe sasa yale madude ndo yanatoka. Alafu kitu kingine, mchungaji ametueleza kitu kimoja. Huyu mtoto kumbe yale mambo alikuwa anafundishwa na bibi yake. Ni kweli. Unaona? Yaani mama wa yule mke wangu. Si alikuwa anakaa naye yule mtoto? Tulimchukua tukampeleka kwa bibi yake. Unaona? Alikuwa anakaa kwa bibi yake. Sasa wakati sisi tunamchukua kule kutoka kwa bibi yake ili tuishi naye pale, bibi yake alikuwa mzito kweli kumruhusu. Unaona? Kumbe mambo yake ndo alikuwa anamfundisha uchawi. Baki nakumbuka tulibeba mtoto tukampeleka kwa sababu kutokana na sisi wanawake ndo ilivyo yani. Hiyo ni kweli. Unajua wanawake mlio wengi waga mnafanya hivyo. Mara nyingi watoto waga mnawaacha wanalelewa na mabibi zao. Unaona? Sasa mabibi wengine mambo ndo yanakuwa kama haya. Unaona? Kwa hiyo sasa hivi mimi ninachoshukuru ni kwamba mambo yanaenda vizuri.
Yule mtoto kabadilika kabisa, hata kitabia kabadilika. Yaani karudi kwenye uhalisia wake kama mtoto mwema. Yaani hata na mimi kabisa nafsi yangu imekunjuka, imekuwa nyeupe, nyepesi, yani najisikia kabisa kumpenda yule mtoto kama nimemzaa mimi mwenyewe. Nashukuru mtoto kwa sababu ameshaombewa, amekaa sawa. Ndio. Na kila sababu kumshukuru Mungu. Kabisa. Kabisa yani. Yaani mimi nashukuru sana kwa kweli. Sijui hata nikupe nini. Yaani chochote nitakachokupa dadangu naona akitoshi kwa wema ulionifanyia. Aili. Abe. Wewe unaamini katika ushirikina? Naamini ushirikina upo. Kwa sababu watu wengi wanakuja pale kanisani wanaombewa na wanakaa sawa. Sasa ushirikina ni kitu kibaya sana. Kikubwa kumwamini Mungu tu. Au sio Ndio. Kweli kabisa. Yaani mimi sasa hivi hata pale kanisani kwenu pale nitakuwa sikauki. Inabidi uje. Kuna ada ya kiingilio? Hapana, pale ni bure tu unaingia. Wewe tu unaingia mwenyewe unatoka hivyo. Hamna kiingilio chochote. Hamna. Ndio. Lakini unajua mimi bwana, kinachonitia mashaka siku hizi haya makanisa, kuna baadhi ya watu wamefanya kama vile ni vitega uchumi. Unaona? Lakini pale kwenu pale ni safi na nitakuja. Pale pako sawa. Hapana kiingilio, hapana kitu chochote, ni wewe tu. Kikubwa kumtumania Mungu tu basi. Basi nikushukuru sana dada yangu. Sawa. Utaongeza soda? Naweza nikaongeza. Unaweza ongeza? Napenda soda. Mke wangu. Unajua unasema kwamba ukistaajabu ya Musa au ya Firauni vile? Ya Musa bwana. Ukistaajabu ya Musa utaona ya Firauni. Ya Firauni Ndio hii. Yaani unajua mimi nashangaa sana. Hivi mke wangu? Unajua mimi na Alia yaani mtoto wetu hatakuwa tukiishi vizuri. Kikweli mimi kwa sifurahishi naye. Yaani kabisa kikweli nilikuwa sifurahishi naye kabisa. Na hii ni kutokana na ile tabia yake ya ushirikina au uchawi. Unaona? Kwa hiyo kwenye hilo kwanza mimi nikuombe radhi. Lakini kwa kuwa mchungaji amekuja, amemuombea na kila kitu kimeenda vizuri, kwa sasa hivi tunaanza ukurasa mpya. Ni kweli. Kwa hiyo nikuombe radhi kwa hilo. Usijali mume wangu, mimi nishakusamehe. Mchungaji yule tusimtupe. Ametusaidia sana. Kabisa. Hivi bila yeye ingekuwaje? Umeona Yaani sasa hivi kawa yani hata ukimwangalia mwenyewe unajua kabisa mtoto alikuwa na kitu kinamsumbua. Lakini unajua mimi najiuliza, inawezekana vipi bibi yake kabisa anashiriki kumfundisha mtoto uchawi? Si mjukuu wake yule. Sasa mume wangu, unataka kurudi nyuma tena? Huko tumeshapita. Umeshasema tuanze maisha vizuri. Sasa tena unaanza kurudi nyuma. Yaani wamama wengi tuna tabia tukizaa tunapeleka watoto kwa bibi zetu, lakini kumbe kuna baadhi ya bibi wana tabia za ajabu. Hawafai. Ndio kama hivi sasa mtoto mdogo aenda kupewa mambo ya ajabu kabisa. I say. Lakini anyway, kwa kuwa kutokea haya na Mungu ametuonesha yaliyojificha, basi ni jambo la kushukuru. Tuanze ukurasa mpya, tuishi kwa amani na upendo. Ni kweli. Lakini nina mashaka kidogo. Kwa sababu si mama yako yule. Sije kawa na wewe kidogo kuna vichembe vya ushirikina. Maana kuna wakati mwingine unakuwa mjeuri kweli wewe. Mungu unanikosea. Kwa hiyo nataka kusema mimi mchawi. Hapana. Na kama ningekuwa na shida mtumishi sikaomba pale. Alipomwona Alia na mimi na maana angeniona kama nina tatizo. Lakini kweli. Si angesema mtumishi pale. Lakini hajasema chochote. Basi sawa. Ina maana hiyo shida alikuwa nayo Alia peke yake, lakini sasa hivi kashakaa sawa. Ni kweli.